Naam rafiki, siku ya leo tunajifunza somo moja muhimu sana, somo ambalo ni tamu, somo ambalo litakuokolea pakubwa katika maisha, somo ambalo litakusaidia kuwashinda maadui zako wote. Jambo nzuri ajabu, tena si kuwashinda kwa ukawaida, la, utawashinda kwa kishindo, kwani utawashinda kwa mbinu za kiwango cha kimataifa, mbinu ambazo hazitumiwi na wengi, mbinu ambazo asilimia kidogo sana, watu wachache sana wanajua kuzitumia, na adui anabaki kama ametii. Na kwa hivyo hii video inaweza kuwa refu kidogo, lakini yale manufaa ambayo utapata kwake, bila shaka hutaghairi wala hutaona kana kwamba umeupoteza muda wako. Sikiliza vizuri kwa makini na ufuatilie haya, na bila shaka utanishukuru baadaye, kwani kuna njia moja ya kumshinda adui ambayo ni tamu kuliko zote. Ni ushindi ambao hauhitaji ngumi, hauhitaji hata matusi, kisasi wala vita. La, ni ushindi unaokufanya ulale kwa amani, utembee kifua mbele, na ujivunie namna ulivyoshinda bila kupoteza utu wako. Cha kushangaza ni kwamba si watu wengi wanaojua siri hii. Wengi huamini kwamba ushindi ni kumuumiza adui yako kuliko alivyokuumiza. Lakini watu wenye hekima wanajua kuwa ushindi wa kweli si kumwangamiza mwenzako, bali ni kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe hujaanguka kwa hasira, chuki au kulipiza kisasi. Na ndiyo maana njia hii imefundishwa kwa karne nyingi na watu wenye hekima. Viongozi wa kiroho wanaihubiri, na hata Yesu Kristo alifundisha kushinda ubaya kwa wema, akionyesha kwamba nguvu ya kweli si kulipiza, bali ni kujitawala na kutenda yaliyo sawa hata unapochokozwa. Ushindi wa aina hii huacha ladha ya kipekee moyoni. Unabaki na amani, heshima na nguvu ya ndani, na unapata ya kwamba mara nyingi hata anayekuchukia hutambua kwamba hawezi kukutawala kwa hasira au kukuvutia kwenye mchezo wake mchafu, na wakati mwingine hata uhusiano hubadilika kwa njia ambayo hungeitarajia. Na hivyo basi, katika video hii tutazungumzia njia 10 za kumshinda adui bila kutumia vurugu. Na sasa hebu tuanze mbinu ya kwanza katika orodha yetu. Huenda uione kuwa ni rahisi sana kwa mwonekano na ukisikiza, lakini ukianza kuitekeleza utagundua kwa nini watu wachache sana huiweza. Tuanze ile ya mwisho kabisa, tukitelemuka mpaka ile ya kwanza ambayo ndio yenye nguvu zaidi. Nayo si nyingine bali ni kuepuka mabishano yasiyo na faida. Adui wengi hawatafuti ukweli, wanatafuta majibu yako. Wanatafuta kuona ukikasirika, ukitumia maneno ambayo baadaye utayajuta. Kwa kifupi, wanataka wakuvute uingie kwenye michezo yao michafu. Lakini mtu mwenye hekima anajua kuwa si kila vita vinapaswa kupiganwa. Wakati mwingine ushindi mkubwa ni kuondoka kimya kimya. Hebu fikiria watu wawili wanaobishana mbele ya umati. Kadiri mabishano yanavyoendelea, wote wawili wanaanza kupoteza heshima, si ndio? Lakini mmoja anaamua kutulia na kuondoka. Watu wengi baadaye humwona huyo ndiye alikuwa na busara zaidi. Biblia inasema katika Mithali kwamba mtu mwenye busara
kujiepusha na ugomvi usio wa lazima. Hilo halimaanishi kuwa ni mwoga. Linamaanisha anajua kuwa muda wake na amani yake ni za thamani kubwa kuliko mabishano yasiyo na faida. Na kwa hiyo, kabla hujajibu kila maneno yanayosemwa dhidi yako, jiulize, je, kweli mabishano haya yataboresha maisha yangu au ni mtego tu wa kunipotezea muda? Na hilo linatupeleka kwenye hatua inayofuata. Nayo ni mbinu ya 9. Onyesha utulivu na kujiamini. Unapokabiliana na maadui zako, ni vizuri sana kuhakikisha kwamba umekaa mtulivu, alafu huna wasiwasi, unakaa kujiamini. Kuna watu ambao nguvu yao kubwa ni kuogopesha. Wakiona una hofu, wanaendelea kukusukuma. Lakini wakiona umetulia, unaongea kwa heshima na huonyeshi wasiwasi, mara nyingi wanapoteza nguvu yao. Na unishike vizuri, hapa hatuzungumzii kiburi. Tunazungumzia utulivu unaotokana na kujiamini. Katika Biblia, Daudi alipokimbizwa na mfalme Sauli, alipata nafasi ya kumuua mara 2, lakini alijizuia. Alikuwa na uwezo wa kupigana, lakini alichagua kujitawala. Mwishowe, hata Sauli alikiri kwamba kwa kweli Daudi anatosha. Na huo ni baadhi tu ya ushindi ambao ulipatikana kutokana na utulivu na busara. Unajua kitu moja ambacho utulivu unafanya? Utulivu hufanya adui yako asielewe hatua ambazo unapania kuchukua baadaye. Na kikawaida, mtu ambaye hawezi kutambili kupitia hasira zako na venye unaonyesha hisia, kuna ugumu sana wa kuweza kukushinda. Na hata hivyo, kuna kitu kingine ambacho kinakufanya uwe imara hata zaidi. Nayo inatupeleka moja kwa moja mpaka ile mbinu ya 8. Jizungushe na watu waaminifu na wenye hekima. Kwani adui hupenda kumshambulia mtu aliye peke yake. Ndio wajua vizuri. Lakini mtu mwenye marafiki wa kweli, si marafiki tu, ila marafiki wa kweli. Na tukisema kuhusu kundi, hii haimaanishi kutengeneza kundi la kulipiza kisasi. Na hii inamaanisha watu ambao unapokasirika watakukumbusha usifanye maamuzi ya haraka, na vile ni watu ambao wataweza kukusimamia wakati unapitia kipindi kigumu. Ndio nimesema si marafiki tu na si watu tu, bali watu ambao bila shaka ni watu wa kuaminika na ni watu wenye busara. Historia inatuonyesha kwamba viongozi wengi waliofanikiwa hawakufanikiwa wakiwa peke yao. Mahatma Gandhi alikuwa na watu walioshiriki maono yake ya kupigania haki bila kutumia vurugu. Umoja wao ulifanya sauti yao iwe na nguvu kuliko silaha nyingi. Hata katika Biblia tunaona kwamba Yesu hakuchagua kutembea peke yake. Aliwafundisha wanafunzi wake, akawajenga, na mara nyingi aliwatuma wawili. Hilo linaonyesha umuhimu wa kuwa na watu sahihi wa kukusimamia na vile wa kukutia moyo. Na kufikia hapo, tuangazie mbinu yetu ya 7. Weka mipaka yenye afya. Ni vema kujua ya kwamba kuwa mtu mwema haimaanishi ukubali kutumiwa vibaya. Watu wengi hudhani kusamehe ni kuruhusu mtu aendelee kukuumiza, lakini hiyo si kweli. Kuweka mipaka ni kusema na kuheshimu, lakini sitakuruhusu
unidhalilishe, na kusamehe, lakini sitakufungulia mlango uingize tabia ile ile. Hebu fikiria mfanyikazi ambaye mwenzake humkosea heshima kila siku. Akikaa kimya kwa muda mrefu, tatizo linaendelea kukua. Lakini siku moja anazungumza kwa utulivu, kwa heshima na kwa msimamo. Mara nyingi hapo ndipo yule anayemsumbua hutambua kuwa kuna mstari ambao haustahili kuuvuka. Hata Yesu ambaye alifundisha upendo na msamaha hakuruhusu kila mtu amchezee. Wakati mwingine aliondoka mahali alipokuwa wakati watu walitaka kumdhuru, na wakati mwingine aliwakemea, hata akawapiga mijeledi wale waliotaka kuitumia nyumba ya Mungu vibaya. Na hilo linatuonesha vema kwamba upendo hauondoi hekima. Na sasa baada ya kuweka mipaka, kuna hatua nyingine ambayo huanza sasa kumbadilisha mtu mwenyewe. Na hilo linatupeleka katika mbinu yetu ya 6. Endelea kujiboresha kila siku. Wakati wewe unatumia muda wako kulalamika juu ya anayekuchukia, unampa ushindi. Lakini unapotumia muda wako huo kujifunza ujuzi mpya, kuboresha biashara yako, kusoma vitabu, kuimarisha afya yako au kumkaribia Mungu, unajijengea maisha ambayo adui hawezi kuyazuia kirahisi. Na hivyo ni vema kuhakikisha unajiboresha kila siku. Akiona jinsi ambavyo umeendelea, jinsi ambavyo umejikuza, jinsi ambavyo wewe ni mtu wa kulenga jambo na kulifanya bila kuangalia nyuma, adui ataanza kuingiza wasiwasi. Mfano mzuri ni Yusufu katika Biblia. Aliuzwa utumwani na ndugu zake, akasingiziwa na kufungwa gerezani. Hakufanyiwa vizuri, tunakubaliana hivyo. Lakini badala yake aliendelea kuwa mwaminifu na mwenye bidii kila mahali alipokuwa. Mwishowe akawa kiongozi mkubwa Misri, na ndugu zake walipokuja baadaye mbele yake baada ya miaka mingi, walimkuta akiwa juu zaidi kuliko walivyowahi kufikiria. Huo ndio ushindi wa kweli. Hakuwashinda kwa upanga, la, aliwashinda kwa maisha aliyoyajenga. Na hilo linatupeleka moja kwa moja katika hatua ambayo si rahisi, lakini ina nguvu kubwa sana. Nayo ni mbinu ya 5. Usikubali hisia zako zikuongoze. Usikubali kuongozwa na hisia. Hasira ni hisia ya kawaida na kuumia ni jambo la kawaida. Lakini kufanya maamuzi ukiwa umejaa hasira mara nyingi huzaa majuto. Na watu wenye hekima hawakatai kwamba wameumia. Wanakubali kuumizwa, nimeumizwa. Lakini hawaruhusu maumivu hayo yaamue watakavyokuwa au kile watakachofanya. Hebu fikiria kwa mfano mtu anayetukanwa kwenye mitandao ya kijamii. Akiandika jibu akiwa na hasira, anaweza kuharibu jina lake kwa dakika chache. Tumewaona wengi, hata wewe najua unawafahamu. Lakini mtu akiamua kutulia kwanza, kesho atakuja kuona kwamba lile hata halikuhitaji kujibiwa. Najua wenye create content wananielewa zaidi. Mambo mengine na maneno mengine hayafai majibu kabisa. Biblia inasema mtu asiye mwepesi wa hasira ni bora kuliko shujaa, naye anayeitawala roho yake ni bora kuliko autekaye mji. Hayo ni maneno yenye uzito mkubwa.
yanatuambia kwamba kujitawala ni ushindi mkubwa kuliko kushinda vita. Historia pia imetuonyesha jambo hilo. Kwa mfano, Nelson Mandela alitumia miaka 27 gerezani. Alipotoka, wengi walitarajia alipe kisasi. Badala yake, alichagua maridhiano na kujenga taifa. Uamuzi huo haukuwa rahisi, lakini ulifanya Afrika Kusini ipate nafasi ya kusonga mbele badala ya kuingia katika mzunguko mwingine wa chuki. Na hilo likamfanya Nelson Mandela kuwa mmoja wa wale watu washawahi ishi katika hii dunia na hilo likamfanya Nelson Mandela mmoja wa wale watu watajika sana duniani kwa hivi karibuni. Na kwa hivyo, kila unapokasirika, kumbuka kwamba adui anaweza kushinda ikiwa atafaulu kukufanya upoteze busara yako. Lakini ukidhibiti hisia zako, tayari umeshinda sehemu kubwa ya vita. Na sasa moja kwa moja tutelemuke mpaka mbinu nyingine muhimu sana, mbinu ya 4, ambayo si nyingine bali ni kusamehe, lakini usisahau somo. Kusamehe si kusema kwamba aliyokufanyia hayakuwa mabaya, wala si kumpa ruksa ya kuendelea kukuumiza. Hapana, kusamehe ni kuamua kwamba hutaendelea kubeba mzigo wa chuki moyoni mwako. Na kama ujuavyo, kuna msemo ambao unasema ya kwamba kubeba chuki ndani yako ni kama kunywa sumu alafu utalanchie adui yako afe, jambo ambalo halifanyi nini? Haliwezekani. Ukweli ni kwamba chuki humuumiza zaidi aliyeibeba kuliko anayechukiwa. Mfano mzuri kabisa ni Yusufu. Tena baada ya kuuzwa utumwani na ndugu zake, baadaye alipata mamlaka makubwa kule Misri, kama venye tulikuwa tumetangulia kusema. Alikuwa na uwezo wa kulipiza kisasi, lakini badala yake aliwasamehe na hata akawalisha wakati wa njaa. Hakusamehe kwa sababu walikuwa sahihi. Walikuwa wamemkosea vibaya sana na walihitaji fimbo, walihitaji kuadhibiwa, lakini aliwasamehe kwa sababu hakutaka chuki itawale maisha yake. Ukimsamehe mtu, unajipa uhuru wewe mwenyewe, lakini usisahau somo, kwani hiyo ndiyo hekima. Hekima ni kujifunza kutokana na yaliyopita ili yasijirudie. Na hilo linatupeleka kwenye hatua inayofuata, nayo ni mbinu yetu ya 3 ya kumshinda adui, hata kama hutumii nguvu, hutumii vurugu, hutumii grunedi na mabomu. Nayo ni kataa kucheza mchezo wa adui yako. Watu wengi hutumia uongo, matusi, uchochezi au hila ili wakushushe hadi kiwango chao. Ukifanya wanavyofanya au wanavyotaka ufanye, tayari wamekushinda. Ukijibu matusi kwa matusi, uongo kwa uongo au chuki kwa chuki, tofauti kati yako na adui yako itakuwa wapi? Mtume Paulo aliandika katika Warumi sura ya 12 msururu wake wa 21. Akasema nini? Akasema, usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Hii si ishara ya udhaifu. Hapana, ni ishara ya nguvu ya tabia. Tumrejee tena Mahatma Gandhi. Aliwahi kuonyesha dunia kwamba hata bila kutumia vurugu,
inawezekana kupigania haki na kuushinda mfumo mkubwa wa ukandamizaji. Tutakubaliana kwamba njia yake hii ya kipekee haikuwa rahisi, lakini ilibadilisha historia na kuwahamasisha viongozi wengine duniani. Na sasa tukiendelea kutelemuka kufikia mwisho, tuko na hatua nyingine yenye nguvu zaidi hapa, nayo ni hatua au ni mbinu ya pili: kujenga maisha yenye mafanikio. Hakuna jambo ambalo linaumiza zaidi mtu aliyekutakia mabaya kuliko kukuona ukiendelea vizuri. Hii inamfanya ahisi kama atatoka wazimu. Lakini hapa kuna siri muhimu: usifanikiwe ili kumuumiza adui. Fanikiwa ili kuyatimiza makusudi ya maisha yako. Wakati wengine wanapoteza muda wao huku wakijaribu kukufuatilia, wewe endelea kujenga familia yako, biashara yako, taaluma yako, afya yako na uhusiano wako na Mungu. Na hivyo ni vema kujua mafanikio ya kweli hayapigi kelele. Hujionyesha yenyewe, tena kwa utulivu. Na sasa tumefikia kwenye mbinu yenye nguvu kuliko zote. Hii si nyingine, ni mbinu ya kwanza, ambayo ni linda amani yako ya ndani. Hii, kama utakumbuka, hata Biblia husema above all else do what? Thank you. Huu ndio ushindi mkubwa kuliko wote. Mtu anaweza kuchukua mali yako, anaweza kusema vibaya kukuhusu, anaweza kukuchukia bila sababu, lakini usimruhusu achukue amani yako. Yesu kwa mfano, hata alipokuwa akitukanwa, alibaki na utulivu. Hakuruhusu chuki ya watu ibadili tabia yake. Alionyesha kwamba nguvu ya kweli haiko katika uwezo wa kulipiza kisasi, bali katika uwezo wa kujitawala. Mtu ambaye amani yake haiwezi kutekwa na maneno ya watu huwa ngumu sana kushindwa. Ukifika mahali ambapo adui hawezi tena kukukasirisha, kukuchochea au kukufanya utende kinyume na maadili yako, ujue tayari umeshinda vita muhimu zaidi. Na hivyo basi, rafiki yangu, mwisho wa yote, kumbuka jambo hili: kila mtu anaweza kupigana, kila mtu anaweza kupaza sauti, kila mtu anaweza kulipiza kisasi, lakini si kila mtu anaweza kujitawala. Ndiyo maana ushindi wa kweli haupimwi kwa idadi ya maadui uliowaangusha. Ushindi wa kweli hupimwa kwa namna ulivyobaki kuwa mtu mwema, mwenye hekima na mwenye amani katikati ya majaribu. Yaani, baina ya yale yote na ile vita yote, bado ulibaki imara. Hiyo ndiyo huhesabiwa kama ushindi ulio mkubwa sana. Na kwa hivyo si ajabu huenda adui yako asibadilike, huenda akaendelee kukuchukia, lakini jambo muhimu zaidi ni kwamba usimruhusu akubadilishe wewe mwenyewe. Usimruhusu abadilishe misimamo yako na tabia yako, kwa sababu siku ambayo utaamua kushinda chuki kwa hekima, hasira kwa utulivu na ubaya kwa wema, hiyo ndiyo siku ambayo utakuwa umepata ushindi ambao hakuna mtu anayeweza kukuondolea au kukunyang'anya. Na hivyo basi, kumbuka kwamba ushindi mtamu kuliko wote si ule unaomwangusha adui yako, ni ule
unaokuinua wewe, unaolinda amani yako na unaokufanya ulale usiku ukiwa na dhamira safi. Naam, asante sana kwa kutazama. Kama umejifunza jambo kupitia video hii, usisahau kuishiriki na wengine, kwani huenda ikawa ndiyo sababu ya mtu mwingine kuchagua hekima badala ya kisasi.